Ijumaa ya tarehe 3 Oktoba mwaka 2025. Awali ya yote mwenzangu huyu hapa Sarafina Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Asante Skola. Tukianza msikilizaji, ni kuwa wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekamatwa kuhusiana na shambulio baya katika sinagogi katika jiji la Manchester nchini Uingereza. Esther Lombano na maelezo zaidi. Polisi wamemtaja mshambuliaji huyo kuwa Jihad al-Shami ambaye ni raia wa Uingereza mwenye asili ya Syria. Alipigwa risasi na kufariki. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer awali alisema kwamba Uingereza lazima ishinde kile alichokiita kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi. Wayahudi wawili waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Danny Danon ametoa salamu za rambirambi kwa walioathirika. Maandamano yanayoongozwa na vijana yameendelea kwa siku ya 6 katika miji yote nchini Morocco dhidi ya ufisadi na kudai elimu bora na huduma za afya. Waandamanaji hao wanamtaka Waziri Mkuu bilionea Aziz Akhnouch kujiuzulu. Hata hivyo, alisema kuwa yuko tayari kwa mazungumzo. Tunasisitiza kwamba serikali imezingatia madai yote yaliyotolewa na kutangaza utayari wake kwa kushiriki katika mazungumzo ya majadiliano kupitia taasisi na vikao vya umma. Serikali kwa mara nyingine inasisitiza kwamba njia ya mazungumzo ndiyo njia pekee ya kukabiliana na masuala ambayo nchi yetu inakabiliana nayo ili kuangazia matarajio ya watu wa Morocco. Kwingineko ni kwa serikali ya Ivory Coast imepiga marufuku maandamano dhidi ya uamuzi wa kuwazuia wanasiasa kadhaa wakuu wa upinzani kushiriki katika uchaguzi wa urais mwezi ujao. Rais wa zamani Laurent Gbagbo na Tidjane Thiam, ambaye anaongoza chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini humo, ni miongoni mwa watu waliozuiwa kupinga azma ya Rais Alassane Ouattara kuwania muhula wa 4. Na ripoti mpya ya kikundi cha kampeni cha Global Witness inasema kwamba mfumo wa TikTok unapendekeza pornografia na maudhui yenye ngono nyingi kwenye akaunti za watoto. Watafiti hao waliokuwa wameunda akaunti ghushi za watoto na kuweka mikakati ya usalama, lakini bado wanasema walipokea mapendekezo ya utafutaji wa ngono dhahiri. Mtandao huu umesema umejitolea kikamilifu kuhakikisha ni salama na unaofaa kwa kuzingatia umri. Hii ni BBC. Naam, ni muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tusikilize kupitia redio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania, Bomba FM, CGFM na redio Kwizera, kadhalika Radio 1 na Radio Free Africa. Uganda, Radio Paidha. Kenya, Nyota FM na Mwenedu FM. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia, msikilizaji, hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu wawili wenye asili ya Kiyahudi wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa vibaya katika shambulio lililotekelezwa nje ya sinagogi katika jiji la Manchester nchini Uingereza. Polisi nchini humo wamethibitisha kwamba mshambuliaji alitekeleza tukio hilo alikuwa ni Jihad al-Shami, raia wa Uingereza mwenye asili ya Syria, ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama wakati wa tukio hilo. Martha Saranga ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mshambuliaji huyo alitumia gari lake kuwagonga waumini waliokuwa wakielekea katika ibada kabla ya kutoka na kuanza kuwachoma visu kwa fujo. Shambulio hilo limetajwa kuwa ni la kigaidi na linachunguzwa kwa kina na vyombo vya usalama. Watu 3, wanaume 2 na mwanamke mmoja, wamekamatwa kwa tuhuma za kuhusika kwa njia moja au nyingine na shambulio hilo. Polisi wamewapongeza walinzi wa sinagogi hilo pamoja na waumini waliokuwa karibu kwa ujasiri walioonyesha, ambao ulisaidia kuzuia mshambuliaji huyo asiingie ndani ya jengo hilo la ibada, hatua ambayo huenda ingeweza kuongeza idadi ya vifo. Naye Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa taifa lake lazima lichukue hatua kali kupambana na kile alichokiita chuki inayozidi kuongezeka dhidi ya Wayahudi. Amesema mashambulizi ya aina hii hayawezi kuvumiliwa katika jamii yoyote inayojiheshimu. Kwa upande wake, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Danny Danon ametuma salamu za rambirambi kwa familia za waathirika wa shambulio hilo, akilitaja kuwa ni kitendo cha kikatili na cha kuchukiza. We feared it would happen.
Rafi Blam, mmoja wa waumini aliyekuwa njiani kuelekea katika sinagogi hilo wakati tukio lilipotokea, amesema huenda mashambulizi ya aina hii yanachochewa na mvutano unaoendelea kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza. Maafisa usalama wanaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini mtandao mzima uliohusika na tukio hili. Ni taarifa yake Martha Saranga. Nchi mbalimbali duniani zimeelezea kusikitishwa na uamuzi wa Israel kukamata msafara wa meli wa wanaharakati wanaounga mkono Palestina. Wamekosoa Israel kwa kuzuia msafara huo uliokuwa katika eneo la kimataifa la maji. Zaidi na Halima Nyanza. Hapa ni wakati wanaharakati hao wakikamatwa na wanajeshi wa Israel wakati wakijaribu kusambaza misaada Gaza kwa kutumia boti kadhaa. Hatua ambayo imezua wasiwasi kimataifa, huku viongozi kadhaa wakielezea kusikitishwa na uamuzi huo wa Israel. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani hatua hiyo ya Israeli na kusema ni kosa kubwa dhidi ya mshikamano wa kimataifa ambao unalenga kupunguza makosa. Hatua hiyo pia imemfanya rais wa Colombia Gustavo Petro kuwafukuza nchini mwake wanadiplomasia wa Israel waliobaki nchini humo na kuelezea kitendo hicho kama uhalifu wa kimataifa uliotekelezwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Aidha pia amesitisha makubaliano ya kibiashara ya Colombia na Israel, huku akitaka kuachiliwa kwa raia wawili wa nchi hiyo waliokuwa katika msafara huo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Amnesty International amesema kizuizi kilichowekwa na Israel dhidi ya Gaza sio halali na kwamba kutochukuliwa kwa hatua kwa muda mrefu ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa unaofanywa na Israel na lazima ukomeshwe. Lakini hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea na kusema kwamba wanajeshi wa Israel wamezuia msafara huo kuingia katika eneo la vita na pia kuzuia kampeni ya kuichafua nchi hiyo. Mamia ya wanaharakati hao wanaounga mkono Palestina walikamatwa, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka nchini Sweden. Maafisa wa Israel wanasema wanaharakati zaidi ya 400 wanaounga mkono Palestina walikamatwa. Eli Shmul ni kamanda wa polisi wa Israeli. Polisi wa Israeli walijiandaa kupokea msafara wa meli uliokuja kuvunja kizuizi kilichowekwa Gaza. Zaidi ya maafisa 600 wa polisi, magereza na maafisa wa mamlaka ya uhamiaji wamepelekwa katika bandari ya Ashdod na walipokelewa vizuri, wakiwakagua, kuwasajili, kuwaandikisha washiriki wa msafara huo. Israel imekuwa ikilinda eneo hilo la maji, lakini haina mamlaka katika eneo hilo. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Wanapatikana visiwani Zanzibar peke yake na wanachukuliwa kuwa mojawapo ya wanyama aina ya mamali ambao ni adimu zaidi duniani. Kimapunju wekundu aina ya Pilcolius kirki wamekuwa wakikabiliana na vitisho kwa miongo kadhaa kutokana na uwindaji na kupotea kwa makazi yao, lakini juhudi za uhifadhi na ushiriki wa jamii sasa zinaendelea kuwasaidia kuishi ndani na nje ya hifadhi ya taifa pekee ya kisiwa hicho. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amefika katika hifadhi ya taifa ya Jozani Chakwa Bay ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na Pilcolius kirki. Wana nywele za kipekee na macho ya kushangaza na hawapatikani popote pengine duniani ila Zanzibar pekee. Na wazungumzia kima wekundu maarufu kama kimapunju. Makazi yao halisi ni kwenye matawi ya miti kwenye misitu, lakini wamebaki wachache sana. Kulingana na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira IUCN inayofuatilia uhai wa spishi na bioanuai, kima hawa wametambulika kama walio hatarini kutoweka. Habib Abdul Majid ni mwanaikolojia katika hifadhi ya Jozani na anaeleza kuwa miaka ya 1980 uwindaji na uharibifu wa makazi yao ulisababisha karibu kutoweka kwao. Watu walikuwa wanamuinda kutokana na uharibifu wake. Hali hii ambayo ilipelekea kimapunju kuwa endangered, lakini baada ya muda kukaa, wadau tofauti walikaa pamoja, ikiwemo serikali ya Zanzibar, jamii zilizozunguka hifadhi ya taifa Jozani, walipokuja na kauli mbiu ya uhifadhi, mikakati kaanza. Makazi yao msitu wa Jozani yalitangazwa kuwa hifadhi ya msitu mara ya kwanza mwaka 1960 na baadaye kuboreshwa rasmi kuwa hifadhi ya taifa ya Jozani Chakwa Bay mwaka 1984.
Tangu wakati huo, idadi yao imeanza kuimarika taratibu, na hadi kufikia sasa kuna takribani kimapunju 5,000. Lakini watafiti kama Dr. Alex Georgiev kutoka chuo kikuu cha Bangor nchini Uingereza wamegundua jambo la kustaajabisha na la kipekee. Wanaonekana wanaendelea vizuri hata katika maeneo ya misitu iliyoathirika na shughuli za kibinadamu, kwenye mashamba na maeneo ya kilimo nje ya hifadhi. Ili mradi tu mashamba hayo yana miti kama ya maembe au mlozi, basi baadhi ya makundi yao huweza kuishi huko. Hili ni jambo la kipekee kwa kimapunju aina ya Pelioculus, ambao kwa kawaida hukabiliwa na changamoto kubwa kuishi nje ya misitu inayolindwa. Inakamilika hivyo taarifa yake Elizabeth Kazibure kuhusiana na kimapunju huko Zanzibar. Na sasa viwanjani na Omar Mkambara. Unajua mimi sije kuona hatari kuwa naongezea majina kwenye majina yangu. Kwa unataka ujiite Omar Mkambara? Kimapunju. Twende viwanjani. Shukrani Skola, na moja kwa moja nianze na matokeo ya michezo ya Europa League iliyopigwa usiku wa kuamkia leo. Lille waliwashangaza AC Roma kwa ushindi wa goli 1-0, huku Bologna na Freiburg ikimalizika kwa sare ya 1-1. Breno ilishinda goli 1-0 dhidi ya Utrecht. Braga wakaibuka na ushindi wa goli 2 ugenini dhidi ya Celtic ya pale Scotland, na hivyo Scotland inataka kumtimua mwalimu wake. Young Boys wakashinda 2-0 dhidi ya CFB. Fenerbahce wakitakata 2-1 mbele ya Nice, ushindi ambao ulikuwa ni mgumu zaidi kwa Fenerbahce. Real Betis wakachukua pointi 3 kwa ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Rudo Goretz, wakati Go Ahead wao wakiwashangaza Panathinaikos kwa kupiga goli 2-1. Plizen wakaibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya klabu ya Malmo, wakati Basel wakishinda goli 2-0 dhidi ya Stuttgart. Celta Vigo wao wakachomoza na ushindi wa 3-1 dhidi ya PAOK, wakati Porto pia wakishinda 2-1 dhidi ya Werder Bremen. Aston Villa kutoka nchini England wakaonyesha ubabe Feyenoord kutoka Uholanzi kwa kupiga goli 2-0. Feyenoord wakashinda 1 mbele ya Genk, wakati Lyon wakiibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Salzburg. Malmo Dynamo Zagreb walishinda 3-1 dhidi ya Maccabi Tel Aviv, huku klabu ya Rangers wakilala mbele ya klabu ya Brugge kwa goli 2-1. Lakini katika taarifa za tetesi ni kwamba Real Madrid wanasikilizia mustakabali wa beki wa Liverpool Ibrahim Konate, ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu na mazungumzo mapya yamegoma. Hivyo Real wanaangalia uwezekano wa kuweza kumsajili mchezaji huyu bure katika dirisha lijalo. Katika mpira wa kikapu, klabu ya Dallas Mavericks imepata pigo mapema kabla ya kuanza kwa msimu, ambako kocha wa timu hiyo Johnson Kidd amethibitisha kwamba nyota wao Daniel Gafford amechanika kifundo cha nyayo za mguu, wakati ikiwa ni siku ya kwanza tu ya kambi ambayo inafanyika huko Abu Dhabi, na Mavericks watatarajia kuanza msimu wa 2025-26 Oktoba 22 kwa kuwakabili Spurs. Na New York Knicks jana usiku waliibuka na ushindi wa vikapu 99 dhidi ya 84 dhidi ya Philadelphia 76ers, lakini bahati mbaya nyota wake Josh Hart alianguka vibaya uwanjani wakati akivizia mpira wa rebound na alitolewa nje kwa maumivu makali. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa kocha wa New York Knicks Mike Brown anasema amepata tatizo dogo la mgongo, na taarifa ya klabu ikithibitisha kwamba ataendelea kuwa vizuri kwa sababu hakupata maumivu makubwa. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi Skola. Na asante sana Omar Mkambara. Mashabiki wangu wanatamani kukuona. Kuniona? Kwa live na maisha? Naam. Mimi nachangisha fundi mmoja kutoka atanitazama. Asante.